na kukaribisha uendelee na shughuli. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuweza kuwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa mwaka wa fedha 2021. Mheshimiwa Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa ndani ya bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya huduma na maendeleo ya jamii, Mheshimiwa bunge tusikilizane. Naomba kutoa hoja kwamba sasa bunge lako tukufu likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa mwaka wa fedha 2020-2021. Aidha, naliomba bunge lako tukufu likubali kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2021-2022. Mheshimiwa Spika, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na kuniwezesha kusimama tena mbele ya bunge lako tukufu kuwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Spika, mwaka wa fedha 2020-2021 umekuwa ni mwaka wenye majonzi makubwa katika nchi yetu. Tumeondokewa na mpendwa wetu, kiongozi wetu shupavu, mchapakazi na mzalendo, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, aliyekuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia tumeondokewa na Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, aliyekuwa rais wa awamu ya 3 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeondokewa na Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad, aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na Balozi John William Kijazi, aliyekuwa katibu mkuu kiongozi. Mheshimiwa Spika, bunge lako tukufu pia limewapoteza waheshimiwa wabunge wawili, Mheshimiwa Martha Umbula aliyekuwa mbunge wa viti maalum mkoa wa Manyara, na Mheshimiwa Tashasta Nditi aliyekuwa mbunge wa jimbo la Mwambwe. Tunaomba Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Amina. Mheshimiwa Spika, napenda kutoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuapishwa kuwa rais wa 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nampongeza pia kwa hotuba aliyoitoa tarehe 22 Aprili katika bunge lako tukufu, ambayo imetoa dira na mwelekeo wa serikali yake. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa natoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kuendelea kusimamia wizara hii. Naahidi kuwa nitatekeleza majukumu yangu kwa weledi na uadilifu wa hali ya juu. Naomba Mwenyezi Mungu anisaidie. Mheshimiwa Spika, napenda kumpongeza Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango kwa kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, nampongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa kwa kuaminiwa tena kushika wadhifa huo. Napenda kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa kuwa rais wa Zanzibar, kuwa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Spika, naomba nikupongeze wewe Mheshimiwa Job Justino Ndugai, spika wa bunge letu tukufu, na naibu spika Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson Mwasasu kwa kuchaguliwa tena kuliongoza bunge la Jamhuri ya Tanzania kwa awamu nyingine. Mheshimiwa Spika, kuchaguliwa kwenu tena kuongoza bunge hili kunaonyesha ni jinsi gani mlitekeleza kwa weledi majukumu yenu katika bunge la 11. Tunaombea Mwenyezi Mungu awape hekima na busara, muendelee kutuongoza vyema. Mheshimiwa Spika, namshukuru mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya huduma na maendeleo ya jamii Mheshimiwa Stanislaus Haruni Nyongo, makamu mwenyekiti na wajumbe wote wa kamati kwa kuchambua na kuishauri wizara kuhusu mpango na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2021-2022. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kuwapongeza mawaziri wenzangu na manaibu waziri wote walioteuliwa kuongoza wizara mbalimbali. Aidha, Mheshimiwa Spika, nawapongeza wabunge wote kwa kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa wabunge wa bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hongereni sana waheshimiwa wabunge wote. Naahidi kuwapa ushirikiano wa dhati, nami naomba ushirikiano wenu ili kwa pamoja tuboreshe elimu katika nchi yetu. Mheshimiwa Spika, naishukuru kwa dhati familia yangu kwa kuendelea kunipa ushirikiano na kuniwezesha kutekeleza majukumu yangu kwa utulivu. Aidha, kwa namna ya pekee kabisa Mheshimiwa Spika, nawashukuru sana wananchi wa jimbo la Kasulu mjini kwa kunichagua kwa kura za kishindo na kwa ushirikiano mkubwa wanaonipa. Mheshimiwa Spika, naomba pia nitumie nafasi hii kuwatakia heri watahiniwa 81343 wa kidato cha 6 na
6,973 wa walimu walioanza mitihani yao jana tarehe 3 Mei. Mwenyezi Mungu awape utulivu ili wafanye mitihani yao vizuri, kwani naamini kuwa walimu wamefanya kazi nzuri ya kuandaa kitaaluma na kimaadili. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo haya ya utangulizi, sasa naomba nitoe taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka wa fedha 2021 na mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 21/22. Mheshimiwa Spika, taarifa ya utekelezaji wa bajeti. Katika mwaka wa fedha 2020/21, Bunge lako tukufu liliidhinisha kiasi cha shilingi trilioni 1 bilioni 348 milioni 563 laki 375 kwa ajili ya fungu 46. Shilingi bilioni 491 milioni 49 laki 151 zilikuwa ni za matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 857 milioni 514 laki 224 zilikuwa ni za utekelezaji wa miradi wa maendeleo. Aidha, kupitia tume ya UNESCO fungu namba 18 Bunge liliidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 2 milioni 239 laki 181 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na mishahara ya watumishi wa tume. Ukusanyaji wa maduhuli. Mheshimiwa Spika, wizara ilitarajia kukusanya shilingi bilioni 555 milioni 651 laki 650,346 na senti 52. Hadi kufikia Aprili, wizara ilikuwa imekusanya shilingi bilioni 339 milioni 128 laki 392,104 na senti 16, ambayo ni sawa na 16% makadirio. Matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Aprili 2021, wizara ilikuwa imepokea kiasi cha shilingi bilioni 434 milioni 737 laki 497,750 na senti 9 kwa ajili ya matumizi ya kawaida sawa na 88.5% ya fedha zilizoidhinisha. Aidha, kupitia tume ya UNESCO fungu namba 18, wizara ilipokea kiasi cha shilingi bilioni 1 milioni 515 laki 856,166 na senti 60 sawa na 60% ya fedha iliyoidhinishwa. Kwa upande wa miradi ya maendeleo, hadi kufikia Aprili 2021, wizara ilikuwa imepokea shilingi bilioni 634 milioni 622 laki 139,494 na senti 67 sawa na 74% ya bajeti. Taarifa ya utekelezaji wa majukumu. Mheshimiwa Spika, sasa naomba nitoe taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya wizara kama ilivyoainishwa katika kurasa wa 7 hadi 22 wa kitabu cha hotuba uendeshaji wa elimu msingi, sekondari na vyuo vya walimu. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2021, serikali imechapa na kusambaza vitabu vya kiada nakala milioni 4,95,586, kiongozi cha mwalimu nakala 268 na miutasari nakala 365,368 kwa masomo yote ya darasa la 6 na 7. Aidha, serikali imewezesha udhibiti bora wa shule kufanya tathmini kwa shule za awali na msingi 2755 na imefanya ufuatiliaji na tathmini katika vituo vya walimu 269. Programu ya lipa kulingana na matokeo. Mheshimiwa Spika, kupitia programu hii serikali imejenga ofisi 55 za udhibiti bora wa shule, inaendelea na ujenzi wa shule ya sekondari ya mfano hapa Dodoma inayogharimu kiasi cha shilingi bilioni 17, imewezesha ujenzi wa shule mpya 44 kwa gharama ya shilingi kwa gharama ya bilioni 28 kwa lengo la kuongeza fursa za elimu, na pia imewezesha ujenzi wa vyumba vya madarasa 3283, matundu ya vyoo 5383, mabweni 112, nyumba za walimu 32 pamoja na miundombinu mingine ya elimu, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 83.59 kimetumika. Pia kupitia mradi huu tumewezesha ukarabati katika vyuo vya walimu 9 na ujenzi wa vyuo vya walimu vya Dakawa, Muhonda na Sumbawanga. Usimamizi na uendelezaji wa elimu maalumu. Mheshimiwa Spika, serikali imetoa mafunzo kazini kwa walimu 1076 wa shule za msingi na sekondari wanaofundisha wanafunzi viziwi, wasioona, wenye ulemavu wa akili na wenye usonji. Imenunua vishikwambi 402 katika shule 38 ili kuimarisha ufundishaji wa lugha ya alama. Pia imenunua vitimwendo 536 kwa ajili ya wanafunzi wenye ulemavu wa viungo na imesambaza vifaa vya kielimu na saidizi 33,458 kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule za msingi 1260 na sekondari 45. Mradi wa kuimarisha mafunzo ya elimu ya walimu. Mheshimiwa Spika, kupitia mradi huu serikali imewezesha mafunzo ya lugha ya alama kwa walimu wa sekondari 269 kutoka shule 24 na imewezesha mafunzo ya tehama kwa wakufunzi 366 wa vyuo vya walimu vya serikali. Mradi wa ukarabati wa vyuo vya walimu.
Mheshimiwa Spika, serikali imekamilisha ujenzi na ukarabati wa miundombinu katika chuo cha walimu Shinyanga, imekamilisha ujenzi wa bwalo katika chuo cha walimu Mpuguso, imekamilisha ukarabati wa mabweni, vyoo na vya wanachuo na nyumba za watumishi katika chuo cha walimu Ndala, na inaendelea na kukamilisha ujenzi wa miundombinu katika chuo cha walimu Kitangali. Usimamizi na uendelezaji wa elimu ya juu. Serikali inatambua umuhimu wa elimu ya juu kama nyenzo muhimu ya maendeleo katika nchi yetu. Katika mwaka wa fedha 2021, serikali imefadhili mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi kwa watumishi 909 katika taasisi za elimu ya juu. Aidha, vyuo vikuu vimetekeleza miradi 404 ya utafiti, vimechapisha jumla ya machapisho 620 katika nyanja mbalimbali na vimeendelea kudahili wanafunzi pamoja na kutoa ushauri kwa jamii. Usimamizi na uendelezaji wa elimu ya ufunzi. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea na uanzishwaji wa vituo vya umahiri katika nyanja ya teknolojia ya habari na mawasiliano, usafiri wa anga, nishati jadidifu na mazao ya ngozi. Imeandaa mitaala mipya 54 inayohusu mafunzo kwa vitendo. Imetoa mafunzo ya muda mfupi ya fani mbalimbali kwa washiriki 10,499 katika vyuo vya maendeleo vya wananchi 54. Mradi wa elimu wa kukuza ujuzi na stadi za kazi. Mheshimiwa Spika, serikali imetoa mafunzo kwa watumishi 1177 ili kuimarisha utendaji wao. Imeendelea na ujenzi wa vyuo vya VETA katika wilaya 29, imewezesha uanzishwaji wa programu 80 za mafunzo zinazoendana na vipaumbele vya mkakati wa kitaifa wa kuendeleza ujuzi, ambapo vijana 29,047 wamenufaika na programu hizo. Pia imewezesha mafunzo kwa vitendo kwa wahandisi wa hitimu 500 katika miradi mikubwa ya ujenzi wa kitaifa, ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa, bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere na daraja la juu la Kijazi. Aidha, mradi huu umewezesha ukarabati wa maktaba za mikoa 7 na ujenzi wa shule maalum ya viziwi ya Lukuledi Masasi. Uimarishaji na uendelezaji wa sayansi, teknolojia na ubunifu. Mheshimiwa Spika, katika kuratibu na kuendeleza sayansi, teknolojia na ubunifu, serikali inawaendeleza wabunifu 130 waliopatikana katika mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu ya mwaka 2019 na mwaka 2020, na imetambua na kuhakiki teknolojia mpya 79 na hivyo kufanya teknolojia zilizozalishwa na kutambuliwa nchini kufikia 310 hadi sasa. Shughuli zilizofanywa na taasisi, mamlaka na wakala zilizo chini ya elimu. Mheshimiwa Spika, wizara imeendelea kuratibu majukumu ya taasisi, mamlaka na wakala zilizo chini yake. Kazi zilizofanyika kwa kila taasisi zimebainishwa kuanzia ukurasa wa 23 hadi ukurasa wa 68 wa kitabu cha hotuba. Kutokana na muda, Mheshimiwa Spika, nitaeleza tu baadhi ya shughuli. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa Spika, chuo kimetoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi 60, shahada za awali 50 na umahiri 10, ambapo asilimia wanufaika ni wanafunzi wa kike. Chuo kinaendelea na mradi wa ujenzi wa kituo cha wanafunzi na kimekarabati hosteli za wanafunzi, kumbi za mihadhara, nyumba za wahadhiri na miundombinu ya maji safi na maji taka. Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine. Mheshimiwa Spika, chuo kimeanza kutoa mafunzo katika kampasi mpya ya Mizengo Pinda, Katavi, katika fani za kilimo, utalii, mifugo na misitu, ambapo wanafunzi 105 wamedahiliwa. Chuo kimeendelea kutoa elimu na ushauri kwa washiriki 1280 kupitia vituo hatamizi vya mafunzo, mashamba darasa na semina, na kinaendelea na ujenzi wa jengo la maabara mtambuka lenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 3200 kwa pamoja. Chuo Kikuu cha Sayansi, Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Mheshimiwa Spika, chuo kinaendelea na ujenzi wa kituo mahiri, kituo cha umahiri cha magonjwa ya moyo na mishipa katika kampasi ya Mloganzila, ambapo ujenzi umefikia asilimia 75. Chuo Kikuu cha Ardhi. Mheshimiwa Spika, Chuo Kikuu cha Ardhi kimepata mradi wenye thamani ya euro 300,000 ambayo ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni 837,450 wa kujenga uwezo katika elimu, utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii katika miji inayokuwa haraka. Pia chuo kimekamilisha ujenzi wa jengo la ardhi Wing B lenye ofisi 42, vyumba vya madarasa na vyumba vya mikutano. Chuo Kikuu Mzumbe. Mheshimiwa Spika, chuo kimekamilisha ujenzi wa hosteli zenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 1024 katika kampasi kuu Morogoro. Vilevile kimekamilisha ujenzi wa jengo jipya la madarasa na kumbi za mihadhara zenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 1000. Chuo Kikuu Dodoma.
Mheshimiwa Spika, Chuo Kikuu cha Dodoma kimeboresha miundombinu ikiwa ni pamoja na kufunga viti vipya 600 katika ukumbi wa Chimwaga na kukarabati mabweni 20 katika ndaki ya elimu. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Mheshimiwa Spika, mamlaka imedahili wanafunzi 357,850 wakiwemo wanafunzi 807 wenye ulemavu. Pia imetoa mafunzo kwa jasiriamali 282 katika sekta isiyo rasmi. Taasisi ya elimu ya watu wazima. Mheshimiwa Spika, taasisi imeendelea kuimarisha upatikanaji wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Katika mwaka wa fedha 2020/2021 imesajili wanafunzi 9939 wa mpango wa elimu changamani na imefanya utafiti juu ya hali ya kisomo nchini. Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya. Mheshimiwa Spika, Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya kimedahili wanafunzi 140 katika programu za mafunzo ya ualimu wa ufundi katika ngazi ya stashahada, shahada na uzamili na kinaendelea na ubunifu na utafiti katika maeneo mbalimbali. Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam. Mheshimiwa Spika, taasisi imeanzisha kituo hatamizi cha teknolojia kwa ajili ya kuwajengea uwezo wahandisi na wanasayansi katika kuandaa vifaa tiba na imeendelea na kazi za utafiti na ubunifu. Tathmini ya utoaji wa elimu na mafunzo. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuziwezesha taasisi zenye majukumu ya kutathmini ubora na mafunzo ya utoaji wa elimu nchini kufanya kazi hizo. Shughuli zilizofanyika kwa kila taasisi zimebainishwa kwa kina kuanzia ukurasa wa 50 hadi 56 wa kitabu. Nitaeleza kwa kifupi shughuli chache. Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania. Tume ya Vyuo Vikuu imekagua vyuo vikuu 19 kwa lengo la kuhakiki ubora wake na imefanya tathmini na kutoa ithibati ya mitaala 153 iliyowasilishwa na vyuo vikuu nchini. Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi limetoa mafunzo kuhusu mitaala inayozingatia umahiri kwa wakufunzi 806 na imehakiki mitaala 118 iliyoandaliwa na vyuo vya ufundi. Taasisi ya Elimu ya Tanzania kwa kutambua umuhimu wa kutoa elimu bora kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu imechapa na kusambaza nakala 2000 za mwongozo wa utekelezaji wa mtaala wa elimu ya sekondari kwa wanafunzi viziwi na wenye baki ya usikivu. Lakini pia imechapa na kusambaza nakala 4100 za vitabu vya kiada vya Braille vya sekondari kwa ajili ya wanafunzi wasioona. Mamlaka ya Elimu Tanzania. Mheshimiwa Spika, kupitia mamlaka serikali imewezesha ujenzi wa madarasa 180, nyumba za walimu 100 na matundu ya vyoo 360. Pia imeboresha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia katika Chuo cha Karume cha Sayansi na Teknolojia kilichoko Zanzibar kwa gharama ya shilingi milioni 300. Wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu. Mheshimiwa Spika, wakala umetoa mafunzo ya udhibiti bora wa shule wa ndani kwa wakuu wa shule za msingi 8800, maafisa elimu taaluma msingi pamoja na wadhibiti bora wa shule wa wilaya. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Mheshimiwa Spika, bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imetoa mikopo kwa wanafunzi 149,398. Aidha, hadi kufikia mwezi Machi 2021, bodi ilikuwa imekusanya marejesho ya shilingi bilioni 139.2 kati ya bilioni 194.1 zilizokuwa zimepangwa. Bodi ya huduma za maktaba. Mheshimiwa Spika, bodi imewezesha upatikanaji wa jumla ya vitabu 432,499, magazeti 3246 na majarida 13. Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Spika, tume inaendelea na ufadhili na usimamizi wa miradi 173 ya utafiti na ubunifu inayotekelezwa kupitia taasisi mbalimbali za utafiti na maendeleo na taasisi za elimu ya juu. Tume ya nguvu za atomiki. Mheshimiwa Spika, tume inaendelea na upimaji wa viwango vya mionzi na ukaguzi wa vituo ambavyo vinamiliki na kutumia vyanzo vya mionzi. Aidha, imeendelea na ujenzi wa maabara changamano awamu ya pili inayogharimu kiasi cha shilingi bilioni 10.4 ambapo ujenzi umefikia 73%. Mheshimiwa Spika, baada ya kueleza utekelezaji wa shughuli zilizopita, sasa naomba nieleze mpango wa bajeti fungu 46 kwa mwaka wa fedha 2021/2022. Mheshimiwa Spika, maandalizi ya mpango wa bajeti yamezingatia dira ya maendeleo ya taifa, mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5, ilani ya Chama cha Mapinduzi na hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aliyotoa tarehe 22 Aprili mbele ya bunge lako tukufu. Aidha, michango ya waheshimiwa wabunge katika hotuba ya Waziri Mkuu na hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI pia imezingatiwa. Mheshimiwa Spika, wizara itatoa kipaumbele katika kuimarisha elimu kwa kuzingatia maoni na ushauri wa wadau wa elimu. Vile wizara itaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi kama ilivyoainishwa katika hati idhini ya mwaka
mwaka 2016. Maeneo ya kipaumbele. Mheshimiwa Spika, vipaumbele vya Wizara ya Elimu vitakuwa kama ifuatavyo. Kwanza, mapitio ya sera na sheria ya elimu. Mheshimiwa Spika, serikali itafanya mapitio ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 kwa lengo la kuhakikisha kuwa inakidhi mahitaji ya sasa. Aidha, serikali itafanya mapitio ya sheria ya elimu ya mwaka 1978 ili kuhakikisha inaendana na mazingira ya sasa. Uimarishaji wa mafunzo yanayojenga ujuzi. Mheshimiwa Spika, serikali itaweka msisitizo zaidi katika ufundishaji wa masomo ya ufundi kwa kuimarisha mafunzo kwa vitendo katika shule za sekondari za ufundi zilizopo ambazo ni Iunga, Ifunda, Tanga, Bwiru wavulana, Musoma, Chato, Mwadui, Moshi na Mtwara. Vile vile serikali itaimarisha ufundishaji wa masomo yanayowajengea wanafunzi ujuzi katika shule za msingi na shule za sekondari. Masomo hayo ni pamoja na kilimo, ufundi, stadi za kazi, michezo na biashara. Tathmini na mapitio ya elimu. Mheshimiwa Spika, serikali itafanya ufuatiliaji wa kina wa mitaala inayotumika kwa sasa ili kuhakikisha kuwa viwango na vigezo vilivyowekwa vinazingatiwa kikamilifu katika ufundishaji na ufundishaji. Vigezo hivyo ni pamoja na uwepo wa walimu kulingana na idadi ya wanafunzi, vitabu na mazingira fanisi ya kujifunzia. Pia serikali itaanza kufanya mapitio ya mitaala katika ngazi zote za elimu ili kuhakikisha kuwa elimu na mafunzo yanayotolewa katika nchi yetu yanajikita katika kujenga ujuzi na kuzingatia mahitaji ya soko la ajira. Tozo za mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoyatoa katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani tarehe 1 Mei mkoani Mwanza, serikali itaondoa tozo ya 6% ya kulinda thamani ya fedha katika urejeshaji wa mikopo kuanzia tarehe 1 Julai 2021. Vile vile serikali inaiagiza bodi ya wakurugenzi wa bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kuondoa pia tozo ya adhabu ya 10% ya mikopo ambayo inatozwa kwa wanufaika wanaochelewa kulipa mikopo hiyo kuanzia tarehe 1 Julai 2021. Kuhusu bodi ya kitaalamu ya walimu. Mheshimiwa Spika, serikali itafanyia kazi maoni na ushauri wa wadau wa elimu kuhusu utekelezaji wa sheria ya mwaka 2018 iliyounda bodi ya kitaalamu ya walimu. Aidha, serikali itazingatia pia maoni na mapendekezo ya kamati ya kudumu ya Bunge ya sheria ndogo walioyatoa katika majadiliano na wizara yaliyofanyika tarehe 28 Aprili 2021 kuhusu kanuni za bodi ya kitaalamu ya walimu. Vile vile maelekezo ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusu bodi ya kitaalamu ya walimu aliyoyatoa katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani yatazingatiwa kikamilifu. Kwa hiyo niwatoe hofu walimu wenzangu kwamba serikali iko makini, serikali hii ni sikivu, tutakaa kwenye meza majadiliano na tutafikia mwafaka, hakuna jambo litakaloharibika. Majukumu ya msingi ya wizara. Mheshimiwa Spika, wizara itaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi kupitia idara, vitengo na taasisi kama ilivyofafanuliwa kuanzia ukurasa wa 72 hadi 115. Elimu ya juu. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2021/22 idara na taasisi za elimu ya juu zitaendelea na majukumu yake ya kudahili, kufundisha, kutoa huduma kwa jamii na kufanya tafiti. Aidha, ili kutoa fursa zaidi za kujiunga na elimu ya juu kwa wanafunzi ambao wanatoka katika familia zenye kipato kidogo, serikali imeongeza bajeti ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kutoka bilioni 464 mwaka 2021 hadi bilioni 500 katika mwaka wa fedha 2021/22. Katika mwaka wa fedha 2021/22, serikali pia itaanza kutekeleza mradi wa kuendeleza elimu ya juu kwa maendeleo ya uchumi. Kiasi ya shilingi bilioni 40.6 zimetengwa kwa ajili ya kuwezesha ukarabati wa miundombinu katika taasisi 23 na kuwajengea uwezo wa wafanyakazi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2021 serikali itaendeleza sayansi, teknolojia na ubunifu na itaendelea kuibua, kutambua na kuendeleza ubunifu, ugunduzi na teknolojia zilizoibuliwa nchini na itaendelea kutumia matumizi salama ya teknolojia ya nyuklia katika sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Mheshimiwa Spika, majukumu mengine ya taasisi yatakayotekelezwa ni kama yalivyoainishwa katika kitabu cha bajeti. Pia Mheshimiwa Spika,
wizara itaendelea kusimamia miradi ambayo imeainishwa katika ukurasa wa 115 hadi 124 ya kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Spika, Tume ya Taifa ya UNESCO. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2021/22 Tume ya Taifa ya UNESCO itasimamia utekelezaji wa programu na miradi iliyopitishwa katika mpango wa kimataifa wa UNESCO na itashiriki kwa niaba ya serikali katika kupanga, kutekeleza na kutathmini shughuli za UNESCO. Shukrani. Mheshimiwa Spika, napenda kutambua mchango mkubwa wa viongozi wenzangu katika kutekeleza na kufanikisha majukumu ya wizara. Kipekee kabisa namshukuru Mheshimiwa Omar Juma Kipanga, mbunge wa Mafia, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, kwa ushirikiano mkubwa anaonipa katika kusimamia wizara hii. Hakika Mheshimiwa Spika, nimepata naibu waziri jembe. Aidha, namshukuru katibu mkuu Dr. Leonard Akwilapo, naibu makatibu wakuu Profesa James Mdoe na Profesa Caroline Nombo, wakurugenzi, wakuu wa idara na vitengo na wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara kwa ushirikiano wao katika kusimamia na kwa kutekeleza kwa weledi majukumu ya wizara. Mheshimiwa Spika, napenda pia kuwashukuru viongozi wa vyama vya wafanyakazi, watumishi wa wizara na taasisi zake, walimu, wakufunzi, wahadhiri, wanafunzi na wadau wote wa elimu kwa ushirikiano mkubwa wanaonipa. Aidha, napenda kutoa shukrani za dhati kwa wamiliki wa shule, vyuo na taasisi binafsi kwa mchango mkubwa sana wanaotoa katika sekta ya elimu hapa nchini. Mheshimiwa Spika, napenda kuwashukuru washirika wa maendeleo na wadau wa elimu waliochangia utekelezaji wa mipango ya elimu. Naomba kuwatambua baadhi yao kama ifuatavyo: serikali ya Canada, China, Finland, Hungary, India, Italia, Korea Kusini, Marekani, Misri, Netherlands, Norway, Sweden, Ufaransa, Uswisi, Uingereza, Ujerumani na Uholanzi, pamoja na washirika wote kama ilivyoainishwa kwenye kitabu. Pia napenda kuyashukuru mashirika ya kimataifa na ya kitaifa yaliyochangia kufanikisha programu na miradi ya elimu, sayansi na teknolojia, ambayo ni pamoja na Benki ya Dunia, Ofisi ya Uingereza na Jumuiya ya Madola ya Maendeleo, Shirika la Kimataifa la Ushirikiano katika Elimu, GPE, Mfuko wa Kuendeleza Ubunifu, Umoja wa Nchi za Ulaya, Benki ya Maendeleo ya Afrika, British Council, Jumuiya ya Madola, SIDA, UNICEF, UNDP, KOICA, USAID, JICA na UNESCO. Maombi ya fedha. Mheshimiwa Spika, ili kuwezesha wizara kutekeleza malengo kwa mwaka wa fedha 2021/22, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 1,384,414,801 kwa mchanganuo ufuatao: shilingi bilioni 480,478. Nitarudia Mheshimiwa Spika, shilingi bilioni 480,474,878 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya wizara, ambapo shilingi bilioni 447,214,694 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 33,260,184 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 939,923 ni zinaomba kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ambapo shilingi bilioni 706,639,923 ni fedha za ndani na bilioni 197,300,000 ni fedha kutoka kwa washirika wa maendeleo. Mheshimiwa Spika, kupitia Tume ya UNESCO, Tume ya Taifa ya UNESCO, fungu namba 18, wizara inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 2,679 na 73 kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na fedha hizo shilingi bilioni 1,146,780,000 ni za mishahara na shilingi bilioni 1,532,293 ni za matumizi mengineyo. Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa sasa naliomba bunge lako tukufu likubali kupokea, kujadili na kupitisha makadirio ya bajeti ya mafungu yote mawili, fungu 46 na fungu namba 18 yenye jumla ya shilingi trilioni 1,387,093,774. Mheshimiwa Spika, naomba kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa shukrani za dhati kwako wewe Mheshimiwa Spika kwa kusimamia mjadala huu na kwa waheshimiwa wabunge wote kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja.
Habari zilizotufikia hivi punde. GNM Cargo, kampuni ya usafirishaji wa mizigo kutoka China kuja Afrika Mashariki, inatimiza miaka 10 ya uaminifu kuhudumia wana Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Minho ana taarifa zaidi. Kama unavyoona, tuma pesa zako kwa wakala wako China. Kazi nyingine tuachie sisi GNM Cargo, tukupakilie mzigo, tukusafirishie kwa niaba yako, tukague kwa niaba yako kwa bei nafuu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia 0677 066 551. GNM Cargo, we voyage your dreams.